asante. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Baba ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Baba asante. Baba umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu, umeinuliwa Baba. Bwana umeinuliwa, ni wewe Bwana. Baba, Bwana wa mabwana, umeinuliwa, ni wewe waweza zaidi ya yote Baba. Baba, Jehova umeinuliwa, Baba, Bwana wa mabwana, unayeweza Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Jehova umeinuliwa, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Bwana wewe ni mwema, unayeweza, ni wewe Bwana. Haya yale siyo yaweza, Bwana anaweza. Nasema yale siyo yaweza, Bwana anaweza. Anaweza Bwana. Inua mikono sema, najua anaweza, na anaweza Bwana. Anaweza Bwana, huyu Yesu najua anaweza. Baba, nimemuona Bwana. Anaponya Bwana. Haya Baba, anaponya Baba.
Bwana wangu najua anaponya, anaweza Bwana. Yesu wangu najua anaweza. Baba, unastahili kuabudiwa, stahili ewe Yesu, stahili kuabudiwa, stahili we Baba. Inua mikono yako, mshukuru Bwana kwa sababu ni Mungu. Mwambie Baba asante kwa sababu ya wema wako, fadhili zako. Mshukuru Bwana kwa sababu ni nguvu zetu, ni mwema. Somebody is able to thank the Lord, is able to give him praise, give him honor. Is worthy, is faithful. Ni Mungu mwenye uwezo, Mungu mwenye nguvu, mwenye mamlaka. Baba asante. Yesu asante kwa wema wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa sababu ya ukuu wako. You are the Lord and God Almighty. Peke yako ni muweza, peke yako ni mfalme, peke yako ni Mungu mkuu, Mungu wa ajabu, Mungu mwema. You are worthy, King of glory. We just want to thank you. Hakuna jambo gumu asiloliweza Bwana. May this be the day that you're going to change the life of your people. In the mighty name of Jesus Christ, you're going to transform the life of your people, oh God, for God's glory, in the mighty name of Jesus. Asante kwa sababu umeinuliwa, asante kwa sababu umetukuka, asante kwa sababu ni muweza. Pokea heshima, oh God, by the power of the Spirit of God. I change every demonic pattern in my life, every demonic pattern, every pattern, kila mfumo ambao si wa kiungu, I declare has no power in me. Isaka kamwambia mwanae, ile siku utakayo kasirika utavunja kongwa la ndugu yako na alitakaa tena kwa shingo lako. Mwambie shetani kwa jina la Yesu, you have no power in my body, you have no power in my family, you have no power in the work of my hands, you have no power in the name of Jesus. Magonjwa, no matter the name, no matter the power, no matter the authority, oh God, I declare no power of the enemy can be able to make your people slaves in the mighty name of Jesus. Ninavunja kila kongwa, utawala wote, every attack, spiritual attack, spiritual power, spiritual principality, mamlaka kutoka kuzimu, no matter the name, no matter the authority. Magonjwa ya kutupiwa, magonjwa, no matter where you are coming from, I declare every pattern, evil pattern, kila mtindo ambao umekuwepo season after season, time after time, hear the voice of God. Let my people free, says the Lord. Let the children of God free, let them free every slavery. Roho ya utumwa, kataa kuwa mtumwa. Mwambie Bwana hapana, I cannot become a slave, I cannot become a slave. Siwezi kuwa mtumwa kwa jina la Yesu. Ninatoa utawala huo. Magonjwa, I cancel you, I cancel, I cancel, I cancel, I cancel, I cancel every attack, I cancel. Kupata kazi na kukosa si mpango wa Bwana, si agenda ya Mungu kwa jina la Yesu. Mwambie shetani niachilie. Magonjwa out, 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 in the mighty name of Jesus. Vitinigos, I command you out. Let the child free, let the mother free. Kila ndoto za usiku, my God, my Father, nageuza ndoto, demonic dreams, nageuza hizo kwa jina la Yesu. Magonjwa ya kutupiwa, no matter where, no matter how, I silence the power. Come out of the body, come out of the child of God. Let the children of God free in the mighty name of Jesus. Roho za mahangaiko na mateso, ninavunja utawala wako. Mwambie shetani niachilie, achilia maisha yangu, achilia destiny yangu, achilia hatima yangu. Hakuna kuchelewa, hakuna kufungiwa milango, hakuna kufungiwa njia. Oh God, I bring down every wall, I bring down every pain,
I bring down every sorrow, kila uchungu kwa jina la Yesu. Ninang'oa hiyo. Maandiko inasema na kila pando Baba yangu wa mbinguni hakulipanda lazima litang'olewa. Mwambie Bwana, roho yote haikupandwa na Mungu katika maisha yangu, I command you, leave my life, leave my body, leave my spirit, leave my life in the mighty name of Jesus. Ninatoa pando hilo, ninatoa utawala huo, ninatoa mawazo hayo, ninatoa kila kifungo, ninatoa kila utumwa out in the name of Jesus. Aliyo hospitalini, no matter where, I command them to come out of that hospital in the mighty name of Jesus. Mbegu zilizopotea kama ndege ugunja miguu na ikarudisha miguu yake by the power of the Spirit, na achilia hizo mbegu kuchipuka tena in the mighty name of Jesus. Kazi iliyoisha, iliyoharibiwa ifufuliwe tena, ifufuke tena, ichipuke tena in the mighty name of Jesus. Roho uangamiza ndoa za watu, yours is an exceptional, yours is an exceptional, yours will not suffer, your children will not suffer, your people will not suffer in the mighty name of Jesus. Vitinigos, I command you, you have no power. Oh my God, I command you by the power of the Spirit of the Lord. Vitinigo, you have no power. Roho kamata kazi za watu, ufuata watoto mpaka nje za nchi. I command you devil, let that child, achilia hiyo mguu. Hiyo mguu inauma, ifunguliwe kwa jina la Yesu. Hiyo vidonda zikauke, every pain kwa mguu, fire on you. Achilia mguu, achilia mguu, achilia mguu, achilia mguu wa huyo bindi, wherever she is. I command you, fungua hiyo mguu, fungua hiyo mguu, fungua hiyo mguu from here. Hiyo mguu ifunguliwe. Find the body, find the body, find the body, find the body. Fungua hiyo mguu, fungua hiyo mguu. Kule Saudi Arabia, naingia malango ya Saudi Arabia, naingia anga ya Saudi Arabia, nafungua milango yake. Wewe uliyefunga miguu ya huyu bindi, come out, come out, come out, come out, come out, come out, come out. Carry that pain, carry that pain. Beba ya uchungu, beba ya uchungu, beba ya uchungu kabisa. Find the body, find the body, find the body. Fungua miguu, fungua mguu, fungua hii mguu. Hii ndio mguu nataka ifunguliwe, hii mguu ifunguliwe in the mighty name of Jesus. My God, my Father, no power ya mahangaiko kwa jina la Yesu. Mikono ibarikiwe. Roho funga kazi za watu, I paralyze you in the mighty name of Jesus. Natangaza hivi, my God, anga iliyojifunga ya kikazi, navunja hiyo anga, navunja utawala huo. Roho za mateso na mahangaiko, every inherited disease, I paralyze you in the mighty name of Jesus. You have no power, my God. Aliye mgonjwa hospitalini atoke. Fuata hiyo roho, itoke hospitali, itoke, itoke, itoke kwa jina la Yesu. Itoke kabisa, kimbia, kimbia, kimbia mpaka hiyo hospitali, kimbia mpaka hiyo hospitali, kimbia, 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 kimbia mpaka hiyo hospitali, kimbia. Aya, mtoe, mtoe, toa, atoke hospitali. Fire on you, kimbia, kimbia, toa hiyo roho hospitali, toa hiyo roho hospitali kabisa, kabisa. Fire on you, fire on you. Beba hiyo magonjwa, beba hiyo magonjwa, beba, beba hiyo magonjwa kwa jina la Yesu Kristo. My God, kila utawala, falme za mapepo, I silence your power. Hakuna kuhangaika, hakuna kusumbuka in the mighty name of Jesus. I paralyze, my God, every power of the enemy. I silence you. Lose the body, the spirit, and the life of the children of God in the mighty name of Jesus. My God and my Father, anga mpya, njia mpya, mawazo mapya, no more struggle. Enough is enough, my God. Oh, I declare the joy of the Lord, my God and my Father. Nashika kila utawala, every heaviness in the chase, I paralyze your power. Lose the body and the spirit. Achilia hicho kifua kwa jina la Yesu. I paralyze you, come out. Achilia huduma, achilia huduma, achilia spirit in the name of Jesus. Every pain in the chest, I cancel your powers. Lose the body and the spirit. Toa mzigo umeweka, toa mzigo umeweka, toa mzigo, toa
Toa your burden. Fires on you. Fires on you. Fires on you. Toa your mzigo. Toa your mzigo. Toa your mzigo. Toa your mzigo. Toa your mzigo kabisa. 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 I paralyze you. I destroy your power in the mighty name of the Lord Jesus Christ. My God. Every closed door. Shh. Kimbia. Toa mama hospitali. Mwambie atoke. Atoke hospitali. Atoke. Kimbia. Uniambia ametoka. Kimbia hiyo spirit. Kimbia. Shika hiyo roho hapo hospitali. Kimbia mbio mpaka hapo mahali alipo. Umeona hiyo hospitali. Umeona mlango. Natumia spirit. Kimbia mbio. Fungua. Ingia hiyo kitanda. Ingia nione ukiingia. Ingia hiyo kitanda kabisa. Ingia. Toka. Mwambie atoke. Shika niletea hapa. Shika mama. Kamata huyo mama. Kamata niletea hapa. Niambie who are you? Uliyempeleka hospitali nani? Wewe nani? Wewe ni nani? Who are you? Wewe ulimpeleka hospitali ni nani? Uliyempeleka hospitali ni nani? Umeona hicho kitanda? Mwambie atoke. Utaki. Umemwachilia? Ni gani? Utaongea. Baba, katika jina la Yesu ninaweka damu ya Yesu hapa. By the blood of Jesus, by the power of the Holy Spirit, you are healed. By the stripes of Jesus, you are healed. I command every demonic powers. Fungua huyo mama. Fungua mama huyo. Toa magonjwa. Ni wapi anagonjeka? Ni wapi? Magonjwa iko wapi? Umeka magonjwa wapi? Umeka magonjwa wapi? Umeka wapi? Kula hiyo. Umeka wapi magonjwa? Umeka magonjwa wapi? Mingi. Mwili. Wapi? Umeka wapi? Aswa anagonjeka wapi huyo? Anagonjeka wapi? Daktari wamesema ni nini? Wewe unaona magonjwa ni gani? Umempea ukimwi. Umempea ukimwi. Kuna wengine wako na hiyo ama ni yeye peke yake? Ni yeye peke yake. Wewe ni agent. Ulimpea na nini? Ulimpea na nini? Kuna mama nilimwombea, watu 4 wamekufa ukimwi, the same family, 4 people. Kwa sababu si ugonjwa, ni roho. Sasa wanakusukuma kabisa, unasikia kabisa kusharati, wale mnasharati. Unasikia kabisa appetite ile ya kutoka kuzimu. Appetite ya kutoka kuzimu. Kwa sababu wanakuinda wakuue. Sometimes ukiambiwa funga skirt, si mbaya, funga tu, tulie kwanza. Ni normal. Ati mimi napaseli, usinitext run pa. Tukasana wewe. HIV by the power of the Holy Ghost. Uliingiza huyo mama, atoka. Mwacha ishi. Toa kifo. Fires on you. Toa kifo. Funga hizo makaburi kabisa. Mwacha funga hizo kaburi kabisa. Funga kaburi. Toa mauti. Fires on you. Toa mauti. Toa kifo. Fire. Oh yeah. My God, I paralyze your power. I destroy you. I die yourself. HIV. Kufa mwenyewe. 1, 2, 3, go. My God. Baba, katika jina la Yesu. Mtoto anampenda mamaye. Makosa ya mamaye mtoto hajui, lakini anampenda mama yake. Kama kuhani, ninaomba msamaha kwa ajili ya binti huyu.
Na mamake siku 5 ameshinda hospitali. Amefanyiwa diagnose na anaelewa kile kinamsumbua. Lakini kwa nguvu za Mungu asife. Muongezee miaka ya kuishi. In Jesus name I set you free. Wewe unakula nyama za watu namna gani? Unakulanga nyama za watu namna gani? Sasa shida ni sometimes, kwa sababu sasa huyu ni kama ule mwenye nilikupatia picha yake on Sunday. Sasa hivi amekuja, atakuja tena. Sasa indili kile kimemleta kanisani ni mtoto. Mtoto akipona, sasa Mungu, mbona mnamtumianga Mungu kama kinyesi? Sometimes muje kwa ibada tumseme leo ni Wednesday, lakini mimi nasikia kila kitu kiko sawa, but can I just go and worship God? Mtu wa Mungu, huyu Mungu ni mwepesi sana na ni mzuri sana. Lakini kuna vitu atakupima sana, atakutesti sana. Kwa sababu attitude ya moyo. Sasa okay, ni ugonjwa, mtoto atapona. Lakini life. Wewe unakulanga watu. Unakulanga watu. Unakula nyama za watu. Wewe ni mkulaji, ni muuaji. Ayakula tuone vile unakulanga nyama za watu. Vitinigos. Vitinigos. I paralyze you. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Mumekuwa wanyama mnakula watu. Oga here. Wewe ndio nataka. Unaua. 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 Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wairimo. Hii ngozi mlipeleka wapi? Ya alama ya kwetu. Alama ya kwenu? Mliweka namna gani? Mliweka namna gani? Alama ya kwenu mliweka namna gani? Direka na nguo. Na nguo. Mlimpatia nguo? Hiyo nguo wewe ulimpea lini? Mtoto wangu. Mtoto wangu. Huyu ni mtoto wako? Wewe ni mama yake? Ulimpea nguo ukatoa wapi? Kununua. Kununua. Ukaipeleka wapi? Geuzie. Mtu wa Mungu, tunaishi ulimwengu ambao kama uwezi kaa strong spiritual, utapigwa hata na wakweli. That's why Yesu akasema adui za mtu ni wapi? Nyumbani kwake. Yaani Yesu anakufundisha. Wacha pastor Eli, utasema huyo pastor ni muongo. Sasa Yesu ule wewe unamwabudu ni muongo kweli. Anasema adui za mtu ni wale wa nyumbani kwake. Tunaishi kizazi ambacho mtu wa Mungu, kwanza wale mko chini hivi. Mimi sometimes nawaita hata kisha nasikianga na wahurumia sana. Wakati uko chini hivi, hata mzazi wako. Nilikuwa naambia watu, hata saizi kurelate na kuhani ni ngumu sana. Unless upate mtu ako na moyo. Kwa sababu sasa tuna operate ni kiwango fulani. Hata hapo nyumbani is true. This is what I'm talking to you guys. Asa tusipoamka tutafute Mungu, maana mali penye tunaishi ni kunoma sana. Mzazi atarelate na utasikia kabisa, kwa sababu ndugu yako anabebanga sukari anampelekea kila saa. Wewe unakaanga mzigo. Basi atakutumia wewe kama baba. Sasa ni mama, sikia hii story. Mtu ananunua nguo kabisa kwa sababu sasa umekuwa burden, anakuletea nguo. Wewe unabeba nguo. One day mke wangu akiwa na mimba mtoto wake. Nikaota kabisa, nikiwa katika nilikuwa maombi kweli. Nikasikia kuna mtu ameleta nguo na intention ya hiyo nguo ni mimba itoke. Nikamwambia mke wangu, please, kuna nguo inakuja na hii nguo inakaa hivi, na hiyo nguo usichukue. Haikuenda 1 week. The same color of the cloth I saw. The same color of the cloth I saw. Tunakaa ulimwengu ambao una mambo mengi sana. Unless uelewe spiritual things. Ile ulimwengu tunakaa. Wairimo. Wairimo. Weko. Weko Wairimo. Ulikufa ama uko? Uko wapi? Irimani wapi? Kwa shimo. Ulikufa? Ulimpea nguo lini? 207. Hii nguo ulikuwa umeipeleka wapi?
kwa mganga. Mbona ulishitaka kushika mtoto wako wa elimu? Mlikuwa mmefanya nini? Kuna vijana 12 msichana ni Uko tulia hapa wa elimu. Andika statement vizuri. Uko na vijana 12 na baba mmoja ama msichana ni huyu peke yake. Mbona ukashika msichana wako? What happened? What happened? Atakuwa na baraka kuliko wengine. Sikuwa nataka msichana. Uko unataka msichana. Uliua wangapi? 3. Uko unataka msichana. Ndakutandika ulikuja kweli. Mimi naitwa Pastor Eliud. Kuna huyo aliniambia hii siri haijawahi tibuliwa, ameenda makanisa mingi lakini siri hiyo haijawahi toka. Sasa ni kama hii. Ni kama hii. Sasa nilikuambia habari za Jabez. Mama yake alimzaa kwa huzuni. It affected his life. Sasa sometimes kaanga vizuri unauliza mama yako historia. Mbona uliolewanga na mimi? Kuliendaje? Muulize, mbona mimi ulichelewa sana kunipata mami? Mbona ulikuwa na vijana? Naona kijana wako ameniwachia miaka mingi sana mama. Kuliendanga namna gani? Sasa mama hakuwa anataka wasichana, alikuwa anapata wasichana na ua. Sasa huyu akawa. Sasa kumaffect, unajua sasa hii ni kama kukumaliza kiroho. Sasa una venye mwili imechafuka. Yaani ni sasa utembee lakini ni mkebe. Naye sasa watu kama hawa, waisitaka Mungu. Aisitaka Mungu. Sasa akikweli yenyewe wahubiri mnakuanga na kazi. Wale mtakuwa wahubiri Mungu awasaidie kweli. Mnakuanga na kazi kweli. Kuna mama anauza meloni ya mkebe. Nikamwambia uje kwa ibada Sunday. Nikamuuliza unaunda faida ya pesa ngapi? Akaniambia 200 ama 230 kama imeenda sana padi. Nikamwambia fanya hivi. Uwe unaenda weekdays. Lakini Sunday usiende, uwe unakuja kwa ibada. Mimi ndakupea 300. Unajua kweli kabisa aliniambia, Pastor, siwezi kukuja. Kwa sababu nikikosa kuenda Sunday ndapoteza customers. Naelewa. Sasa na asipoenda wawezi kula. Sasa faida yako ni shilingi 200. Kwa mwezi una shilingi ngapi? Okay. Kwa mwezi uko na pesa ngapi? 6000. Lipa nyumba 3000. Ni nini nitafanya usikufie kwa landi tukuzike huko kwa kiwanja Kang'oki? Ni nini? Kabisa ni nini? Hata nyinyi mjiambiange. Ni nini nitafanya tusikupeleke Kiandutu? Sometimes ni vizuri kukuwa na big vision. Mimi ningepata mtu. That's why I have when my priest is there even I don't talk. Hata wewe sijui kama naongeanga. Mke wangu aliambia unakaanga tu kama mtumishi yani mtumwa mwenye anatumika. That's how I am. Because nataka I want to learn. Ile ulimwengu tunaishi ni ulimwengu mbaya sana. Utasikia kabisa mama amepata mimba na hiyo time hakuwa amepanga kupata. Kwani wangapi nimekutana anakuja hapa anakuambia pasa, niko na mimba. Na mimi siko nimetaka mtoto. Kamekuja haja nataka kwenda kutoa. Si mmoja na si wawili, si watano hata hapa. Sasa unless ukutane na mtu ambaye sasa atakusaidia kukua kiroho, pia kutana na mtu haelewi kile unapita tu. Sasa itakukula hivi kumalize mwili kue hivyo kule sasa watoto. Kule sasa ukioa mtu kama huyo unajipata sasa ni kisirani. Ashindwa ni nini tangu nioe ndio kisirani imetoka. Kwa sababu umekutana na mtu ambaye yuko katika vita ya kwao. Na kwa sababu wewe umejoin na yeye na wewe hauko strong, nyinyi wote mnaanzanga kupigwa. Mtu alikuwa na biashara zake zinaisha, mnabaki maisha kutanga. Kabla wale mtaolewa na wale mtaoa, kabla hujaoa mtu uliza kwanza umetoka wapi? Huyu wangu nienda nikaangalia tithe. Unalipanga tithe? Kaona ni ukweli. Nilikuwa I was serious with what I wanted. Sikuwa nataka kubahatisha life. Fungua mama na kuua mara ya pili.
na kuua mara ya pili. Hii ngozi mali umeipeleka, mmeikula? Ngozi ulikulia wapi? Mombasa. Mombasa. Hii madhabahu mliinua wapi? Mombasa. Ulitoa dhabihu ya nini? 2,000. Mniletee 1,000 hapa. Nione watu wananipa shilingi 1,000 kati yenu. Ipeni shilingi 1,000. Enda kwa akaunti zako sasa hizi. Tolee shilingi 1,000. Nipatie shilingi 1,000 watu 5 kama mnaweza. Watu 5 kama mnaweza. Hakunanga madhabahu inanga sacrifice. Nipatie shilingi 1,000. Hata hapo nyumbani pe shilingi 1,000 kwa ibada hii. Ingia kwa akaunti yako, withdraw mali huko umepanga hiyo. Lakini nataka nikusaidie mimi. I want to help you. 1,000. Wangapi wanaweza? Can I get one? Can I get somebody else? Watu 5, nataka watu 5. Hakunanga ibada wezi inua. Hiyo ibada ya mchanga utafute shilingi 3,000. Hakunanga ibada ina sacrifice. Na hiyo si ibada ya kila siku. Niliambia watu at least minimum anipatie 2,000. Nikapea watu chupa ya mafuta. I don't do something that I cannot do. Na siwezi fanya kitu kwa sababu kuna kirano unless God has instructed me. Nipate watu 5 na zatoa shilingi 1,000. Pasa nataka kuinua anga yangu, madhabahu yangu. Ulitoa 2,000. Mkaweka covenant. Na bwana yake yako wapi? Bwana huyu yako wapi? Bwana huyu alikufa. Na wengine wenye wamekutana na wao. Saizi yako na nani? Saizi hakuna. Sasa unaona sasa akiwa hivi ile roho anakutana naye ni gani? Si usherati rejection. Rejection. Kukataliwa. People don't receive you. People don't accept you. Hata kanisani unless ukae mahali penye watu wako na moyo kubwa. Ukikaa hivyo unasikia watu wanakuzogeaga hivi. Kwa sababu hawaelewi kile unapita tu. Hii si ugonjwa ati ukishikana na mtu hivi ati inaweza ikakuguza. No. Lakini kwa sababu ni spirit huwa inakuondolea watu. Inakutupia rejection. Ni spirit. Na sasa hiyo roho itaanza kutoa watu kwako. Sasa unaona iliua mzee. Sasa haiwezi kubali apate mwingine. Haiwezi kubali. Sasa hiyo ngozi tunaweza rudisha? Tunaweza rudisha, unaelewa hivyo? Na mtoto mmepeleka mbegu wapi? Kwani tena hamtaki kijana? Nataka akufe. Nani akufe? Kama huyo mwingine. Kuna mwingine mliua? Alikuwa 2. Walikuwa 2. Kwa watoto. Alijifungua mapacha? Mkaua huyo mwingine. Huyo mwingine mlimuua na nini? Joto. Joto. Sasa huyu mmefanya nini? Afanyiwe operation akufe. Hizo mbegu ziko wapi? Ziko wapi? Ziko kwa tumbo. Na kabisa wewe ndio unaelewa. Eka mtoto wake hapa. Eka mtoto wake hapa. Sasa sijui kama nyinyi mnaelewa. Nimewafundisha kuhusu mfumo. Mfumo ni pattern. Mweka hapo mbele. Weka hapo mbele. Weka hapo. Nimekwambia sasa unaona ni roho ilitendeka na bado inawinda. Haitoshekangi. Haitoshekangi. Mambo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, I command every power. Nyinyi mliokula ngozi ya huyu mama mkaua mtoto wa kwanza, I paralyze you. Come out. Come out of the body. Fungua mama. Fungua mtoto wake. Fungua hizo mbegu. 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 Fungua hizo mbegu mmeficha kwa tumbo za mtoto. Fungua hizo mbegu. Fungua hizo mbegu. Achilia hizo mbegu za mtoto kabisa. Unaziona? 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 Fungua hizo mbegu. Fungua hizo mbegu za mtoto. Fungua mbegu za mtoto.
Fungua mbegu za mtoto, mbegu za mtoto mara moja, mara moja. Fires on you, fires on you. Umefungua? Umefungua mbegu? Umefungua? Azirudishe. Zirudishe. Mwachilie enda akojoe. Mwachilie enda akojoe. Mwachilie mtoto akojoe. Achilia mtoto, fungua mtoto wake. Fungua mtoto wake kabisa. Kabisa. Achilia normal system of working. Makojo itoke na choo kubwa. Umeelewa? Umefanya hivyo? Umefanya hivyo? Afungua mama. Toa kifo. Toa kifo kwa nyumba. Toa kifo kwa nyumba. Toa rejection. Rudisha hizo ngozi. Rudisha hizo ngozi. Rudisha hizo ngozi. Mwili mzima. Hizo ngozi. Rudisha hizo ngozi. Rudisha hizo ngozi. Fires on you. Fires on you. Fires on you. In the mighty name of Jesus. Toa hizi. Toa hizi takataka. Toa hizi takataka mmeweka. Toa hizi takataka. Toa hizi takataka. Toa hizi takataka. Toa hizi takataka. Toa. Toa hizo takataka. Toa hizo takataka mmeweka. Toa kabisa 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 kabisa. Wairimo, I command you. I out. No matter whether you are the mother, I paralyze you. I destroy your powers. And now by the authority of God, I set this lady and the child free. In Jesus' name. Lord, mtoto asipite kile mama anapita through. Have mercy. Mtoto usipite kile mama anapita through. Ile njia mama yako alipita. Naomba ukumbuke huyu awe sehemu ya mabakisho ambayo kisasi kitasema kuna Mungu. Mama, unaitwa nani? Mambo. Uchukue mtoto wewe? Uchukue mtoto? We, kuchukua mtoto watanifunga kwa. Unaelewa? Nakwambia ulionyesha mtoto wenyewe kwa kamera, watakufunga. Watakupeleka jela. Na kuondolea mizigo mizito. Mali analala. Kwani uliweka madhabahu hapo? Ana nyumba. Analala wapi? Kwa kichaka. Kwa kichaka. Kichaka wapi? Kwa juu. Kwa juu. Na huko juu. Kuna mtu anajua huyo? Aletwa na polini anafaka hivi. Unajua Sunday niliwaambia nipate watu wanaweza at least kunisaidia, wanaweza kupata unga. Tununua at least. Kuna watu wanakuja hii kanisa haki, wengine hawana chakula. Wengine hawana mali. Sasa huyu hata nikimwombea nampeleka. Mnaelewa? Sasa wale Mungu amewabariki. Hii baada sipata watu 5, wanaweza nipea 1,000. Sawa. Analala kwa msitu. Sema anaenda kazi. Baba, asante. I set you free. Pokea sober mind. Amka mama. Nataka kuona sura zako. Amka. Amka. I'm the commander here. Amka. I set you free. Just say, hey. How are you? Unatoka wapi? Kiganjo. Shida ni nini? Watoto wako wapi? Ni wewe tulikuwa naongea habari zako. Inatokanga na miezi ngapi? Ngapi?
Mlikuwa kwa ibada nikifundisha? Ulikuwa nikifundisha? Ulikuwa nikifundisha? Huyo mama ametoa mimba zinatoka miezi 4, akifika miezi 4 zinatoka. Sasa nikamuuliza, na umefika hapa tena sasa akaniambia sana natarajia tena itoke. Sasa huwezi endelea kufanya kitu the same. Hapo ndio mtu anaamua hapana, can I change this thing? Can I change this thing? Can I change this thing? I set you free. Mama amka. Amka kuja hapa. Dakika moja tu. How are you? Yeah. Fanya hivi. Sikia wapi? Kwa tumbo. Yeah, I set you free. Pokea amani. In Jesus name. Kiuka hiyo sasa. Kiuka hiyo. Wairimo ni nani? Tuanze hapo. Mamako mdogo alikufa 2007. Kuna nguo mama yako mdogo alikupatia. Hiyo nguo iko wapi? Nani alichoma? Nyanya yako. Kwa nini alichoma? Ulikuwa unafaa unaanguka. Sasa hiyo ndio shida pia, mko na kimbele nyingi sana na nyinyi. Unasikia unachukua kitu unasema acha niweke maji kwa chumvi, acha nimwagie maji chumvi. Imeisha hivyo. Unless haikuendangi hivyo. Na ndio sababu sasa mnafanyanga mambo na emotions. Na ndio sababu mbadilishi mambo. Rather than kubadilisha mambo, mnatengeneza problem inakuwa worse. Sasa alichoma ni kweli, lakini umechoma na roho imeachwa. Shida si nguo sasa. Nguo, it was just a point of contact. And a point of contact. Na wamekukamata. Sasa hata ukichoma hawana shida. That's the only. Sasa mzee alikufa. Mzee alikufa kwa nini? Disemba. Ulipata watoto mapacha, si ndio? Wa kwanza alikufa. Joto ilikuwa ni mingi. Joto ndio iliua mtoto. Mnaelewa? Hiyo ni vitu za kuua mtoto kweli. Baba amekufa accident, mtoto ni joto imepanda. Sasa umeniambia unaenda kazi. Wapi? Unafanyanga kazi Monday? Monday na kuanga off. Monday unakuanga off. Unafanyanga kazi Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Mbona leo hujaenda? Bidi nidanganye, kuna mahali naenda nikaomba ruhusa. Mama mwingine alipatana na yeye hapo. Akaniuliza naenda wapi? Nikamwambia natafuta nyumba. Akaniuliza ngozi nimefanya nini? Nikamuelezea. Akaniambia kuna mahali atanipeleka. Hiyo Wednesday sikupewa ruhusa. Nikaenda nikaomba ruhusa, nikaambiwa ile nitakupea ruhusa. Wednesday ile nitakupea ruhusa. Nikakuja. Akanileta akanifikisha pale kwa mlango. Amekuleta leo? Sasa kwani unakaa kwa kichaka wapi? Sasa unafanya kazi mama. Ukilipo inapotea. Nyinyi mnanielewa kweli? I wish nyinyi nilikuwa nawaambia kwa ibada. Si hata Mungu anipe mtu mmoja tu anielewe. Unajua naweza kuongea na sijui naongea na nani. Nimekwambia unaweza ni mtindo, lakini unaona kwake ni nomo. Sasa mtu anapata pesa anakaa kwa msitu. Unapata pesa. Mama, unapatanga pesa ngapi? Tulia. I set you free. Nataka kuongea na spirit na body. Amka mama. Nataka niwasaidie nyinyi, maana sasa nyinyi hata kesha unaona mnachikianga sasa hizi pasa yako kesha. Acha akajikeshe makesha zake. Sisi wacha tukalale.
lala tu. How are you? Pole. Oh, pole yake. Sina andika chifu mama. Huku nipea leo. Huku nipea mama. Unapatanga pesa ngapi mshahara? 15,000 ni pesa mingi. Inapotea. Nikiweka kwa bagi sionaki. Kieko bagi uonangi. Sasa unaweza taka tubadilishe hiyo maisha ama unaweza penda hiyo maisha? Sasa yenye umelipwa last ni lini? Unalipwa lini? Nalipwa Date 30. Si leo? Sasa leo mshahara inaingia. Ya holiday tutapewa Friday. Mtapewa Friday. Sasa mimi nataka nikutume uende ukaondoka. Unaleta? Sisi zinapotea. Unaletea? Sasa unaletea Friday. Hata kama sijui kama nitalipwa na kusimamishwa kazi Friday. Ndio sitafanya kazi nikiwa hivi. Sasa mnaelewa? Hivyo ndivyo life. Sasa wakati mtu anakwambia, especially ukishatambua kuna madhabahu ambayo inaweza ikakusaidia spiritual, learn to be genuine. Utapata backup ya kuenda haraka sana maisha. Ili msifanye kazi ya kuchosha. Wale nilianza na nyinyi ili kuonyesha from the word of God. Sasa unajipata hiyo ni kazi ya tiresome work. Mwisho wote utajipata sasa imebidi amekaa kichaka. By the mali penye inaelekea sasa ni rejection. Unasikia kabisa everybody does. Nimekwambia hata kanisani unaweza kaa kabisa hivi karibu na Mrs. Moses hivi, lakini kwa sababu ya vile iko unasikia anakaa hivi, anakuachianga space. Nyinyi ni vile nakufanya pole, si wewe. Na wafundisha is spiritual. It is spiritual. It is spiritual. Mnaelewa? It is spiritual. Sasa inaenda hivyo mpaka kabisa inakutoa kwa watu. Namba 2 inakubeba watoto. Sasa haiwezi kukuua. Sasa inakuacha sasa unakaanga hivyo. Sasa unakaanga kama yuko isolated na kila mtu. Hapo ndio unasikianga mtu anasikia kujiua, anasikia kuingia kwa gari, anasikia nini. Sasa utalipwa. Lakini ndio ifike hivi pia na wewe ukoona mbona ukukuja kanisani? Maana si mwaka ndiye imeongezeka sana. Nisitaki kwenda kwa chacha, hata leo nimekuja na nikarudi. Utakangi. Nasikianga tu nikae kwa nyumba. Hiyo masaa nililetwa nilitoka nikaenda kukaa pale mahali na haranga. Unalalanga kwa msitu. 15,000. Akaunti iko na ngapi sana? Hakuna hata sistangu mimi alinileta huku alifukuza. Hata sistangu kwa tunakaa kwa karibu. Mnashika rada. Kuna my brother ananiongelesha kwa wote. Kuna mtu ananiongelesha familia yetu yote. Lakini si sasa wewe ndio msichana pekee yako. Ana kuna msichana mwingine. Wasichana watatu walikufa. Sasa tukabaki wawili, mama yetu alikufa. Akaacha huyo mwingine ni wiki moja. Simu yangu inaitwa nani? Bishop. Kama ni
mnataka kanisani mnaamkanga mnapata ni mavumbi imejaa nguo. Na kusaidia, maana kuna vitu nikikwambia hautaelewa. Sasa wewe unaweza ukahukumu huyu haendi kanisa. Sasa ndio sababu naenda deep ili wewe uelewe, maana ni spiritual. Tumeangalia Biblia inatuambia mambo ile inaonekana ni ya muda tu, lakini mambo isiyoonekana. Tukaangalia Daudi anasema ya kwamba njaa ikakuwa miaka 3. Sasa huyu ukikutana naye utapata nguo asubuhi zimekuwa maji. Unashindwa kwa nani alimwagia hizi nguo maji? Mtu mwerevu anarudingi hapa nyuma akaangalia, ni nini hii inasababishanga nguo zangu naweka vizuri na zinajipata hivi? Mbona nimeweka pesa hapa nikakuja sijafanya kitu na pesa haziko? Ama hizi pesa zangu kuliendaje? Learn to ask yourself questions. Ni rahisi sana, ulimwengu wa kiroho ni rahisi. Mbona nimeenda kazi wiki 2 na sijapata kazi consecutively? Ni nini mbaya? Okay, mbona mimi nikipata kazi siwezi maliza wiki? Nikinapewa pesa lakini hiyo pesa mpaka niikule niisha. Kuna watu ambao unapata kazi, hiyo pesa mpaka ukule ikiisha ndio utapata kazi tena. Si kwamba unakosa kitu ya kukula, unapata kitu ya kukula. Lakini hauwezi pata kitu ya kusema. Unapata pesa, lakini mpaka ukipata pesa kiasi, kazi inapotea. Ukule hii pesa uko nayo iishe, tena upate. Ukule iishe. Sasa hivyo ndivyo maisha yako inaenda. Is a spirit. Sasa lazima ujiulize vitu kama hizi. Number 2, you wake up. Maana nyinyi wengi hamna sacrifice. Wengi hamna. Sasa mpaka ukubali kuenda extra mile in the spirit. I started like you guys. Mimi sasa jaribu kupigana na mimi uone na kupeleka nyumbani asubuhi mapema. Acha mnasema mnapeleka sijui nani saa 2027 saa 1 asubuhi. Mimi nakupeleka saa asubuhi. Sitaki wewe. Sasa kwa sababu unalipwa Friday utalipwa. Hakuna mtu atakatalia pesa yako. Watakulipa. Namba 2, tutaomba Mungu kwa sababu ya rehema. Unajua ni maua. Maua wanaweza wakakupatia nafasi. Ingekuwa chakula tungesema mambo 1 2. Lakini kwa maua wanahitaji kukupatia nafasi. Na ukikubali kumpenda Mungu, kwa sababu hii si ugonjwa, ni roho. Na mahali penye ilitoka ni mbali sana. Watu walienda Mombasa wakatoa sadaka ya shilingi 2,000. Sasa wewe inachukua bwana. Wewe ni babangu. Hello dad. Hello sir. Hello dad. Pole. Babangu lazima nichukue. Najuaje nataka kuwahubiria. Hello sir. Bwana asifiwe daddy. I'm sorry hata niko kwa ibada. Okay sir. Kuna simu 3 akipiga. Wacha wewe kwani wako anakupigianga simu unaiona hivi unaweka. Na hata ukute message call wewe piga. Hata ukute message hata kusema tu I've received the message. Uko na madharau ya juu sana. Mimi nikiona message ya kwani wangu. Mtu wa Mungu jifundisheni kuconnect na hizi vitu, ni rahisi sana. Ukipata kwanza mtu ako tayari kukushika mkono. Hivi, akushike mkono akwambie twende mama, twende. Mtu wa Mungu huyo mtu, she get all of that. Utainuka rahisi sana. Spiritually ni hivyo. Hivi ni vile nyinyi unaitwa hivi unatoroka kidogo. Nasema sasa hizi yako anaitisha nini? Amesema sadaka. Sadaka acha akajiitishie. Sasa kwa sababu leo ni Wednesday. Ndio kesho unaenda job. Kesho ni holiday. Kesho uende. Ni holiday.
Kesho tuko na muda wa maombi, si ndio? Ya, tutakuwa na muda wa maombi, tutashinda hapa. Sasa itakuwa ni nzuri. Alafu Friday atakulipa. Then kutoka hapo tuone watu can be able to see. Si ndio? Ya, itakuwa ni nzuri. Utaniletea. Sasa hapo unalala wapi eti? Ile kusaidia kona wangu kiteremka hivyo, kuna mahali ya kuja jengo. Na ndio tunazunguka usiku, tunaenda tunalala huko. Asubuhi anaamka anaenda shule. Sasa hapo kuna masufuria za kupika. Hata hapo na 3 days kama hajakula. Sasa kwa wapi saizi yako shule? Hapo shule. Kuna mama alinipata hapa asubuhi akaniambia, akaniuliza ni nini, nikamwambia hakuna. Akaniambia nikupe mahali kwa kukaa, nikamwambia hapana. Kama akaniuliza kama niko na pesa, nikamwambia sina. Akaniambia nitakupea ibili uende ukokoe nyumba. Sasa mahali alinituma hiyo nyumba inapatikana 51. Mimi nikapeana hiyo 2,000. Akaniambia aende utafute hizo zingine ukipata ukuje nirudie nyumba. Ni wapi? Mimi sijajua huko mzuri, nilitia upande hiyo hapo. Sasa 51 kwa mwezi unalipa ngapi? Hiyo ni 25. Kwa nyumba ni 25. Sawa. Mnipatieni sadaka ya hiari. Mnipe sadaka. Mlete sadaka yenye basi mlikuja nayo kwa ibada. Tumlipie nyumba. Mlikuja hivyo? Leta sadaka yenye mlikuja nayo. Gai. Hawa leo ni nyinyi washirika ama nyinyi nani? Leta ile sadaka basi mlikuja nayo kwa ibada. Hata hapo nyumbani situsaidie huyu mama. Leta ile sadaka mniletea. Okay, msiniletee sadaka. Msaidie yeye basi. Hata leo sitaki sadaka yenu. Lete mama. Hata hapo nyumbani. This is the work God has called us to do. Na itakuwa ni nzuri. Niletee, shika sadaka niletee hapa. Wewe ongeze. Letee. Letee hapa. Niletee hapa. Sasa mjafikisha hata 1000. Letee hapa. Mfikisha hata 1000. Nipate watu watenda extra mile wafikisha 1000. Wanataka 31. Umelipa 2000. Mbona si nitakana 5000? Mbona 100? Ilete. Wewe ongeze. Sawa. Bado mjafikisha 1000. Watu wengine waniongezee 200 au 300. Sasa sutenda uone mali anasema ni wapi, alafu tutajua vile tutafanya. Itakuwa ni nzuri. Tukimlipa, tukimwongezea 2000, si mshahara inatoka Friday. Mshahara inatoka Friday. Tumwongezee 2000 leo. Utachukua namba yake. Mimi nitampigia. Sasa hapo kwenye unalala kuna, kwani ulitoka wapi? Ukatoka Kayole. Utaongea na huyu atakusaidia. Tutafanya kile. Songa hapa. Songeni hapa. Shika.
Shika hii. Ni ngapi? Tuongezea zingine. Songa hapa. Sometimes it's a very big burden in my heart. Ni mzigo mkubwa kwenye moyo wangu. Sometimes it's a big burden in my heart. Ni vile tu sijui naweza fanyaje, lakini ninapenda. Kwa sababu huyo tungekuwa na nyumba za church, tunampeleka hapo tu anakaa. Ni mzigo niko na wao, lakini sijui ni lini Mungu atatimiza. Sijui mimi, lakini naamini Mungu one day atanisaidia. Niko na maombi kesho, kipindi cha maombi tu. Wale mtaweza, hata kama ni risali moja, but I will teach something kuanzia saa 8:30 mpaka saa 9:30, then tuwe na maombi. Tutamaliza 5:30 hapo. Wale mtaweza, Mungu awabariki. Lakini hatuli kitu kuanzia asubuhi. Ukila usikuje hapa. Ukikunywa chai usikuje hapa. Enda Kang'oki, usikuje hapa. Kesho siku moja ni maombi, tunaweza amua tukuli kitu. Hata wale mko na mimba, sikule kitu kesho. Hata wale mna watoto, siku moja huwezi kufa. Ukikunywa tu usikuje hapo, usikuje mlango. Hapa nataka watu wenye wako tu, tutaanza kuomba kesho. So tutakuwa na maombi kuanzia asubuhi, lakini by saa 11 tutamaliza. Sasa maombi ya siku moja huwezi ukanini, si ndio? Ya kama ni siku 2 tungekuwa na, maana hapa si pia si Shakahola. Atukazimia hapa hapa si Shakahola. Na kuwa ni nzuri. Inua mikono yako, tumshukuru Bwana kwa sababu ni Mungu. Inua kinywa, fungua sauti yako tu, inua mikono yako. Mshukuru Baba. Baba, asante. Ninakupenda Bwana, ninakuabudu. Wewe ni mwema, ni mwaminifu. Asante kwa sababu ya watumishi wako hawa. Yesu, asante kwa sababu ya uponyaji. Asante kwa roho wako. Asante kwa neema. Ninawatuma wapendwa hawa, wanaenda kazi.